Mwathani arogoso. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Amen. Tunaenda kuanja fellowship ya siku ya leo. Ndiposa tuweze kumshukuru Bwana na tuweze kumtukuza kwa maana yeye ndiye Mungu na hakuna mwingine kama yeye. Amen. Kwa hivyo tunaenda kufungua na maombi siku ya leo. Ndiposa tuweze kusongea kwenye kiti ya enzi. Ndiposa yote tuipatiane mikononi ya Mungu siku ya leo. Amen. Na wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twashukuru jina lako, twalinua jina lako. Amen. Twasema ni asanti kwa siku ya leo Bwana. Amen. Asanti kwa rehema na neema yako Mfalme. Amen. Twasema ni asanti kwa ajili ya siku ya leo. Bwana, umetufikisha siku ya leo tukuzika Jehova. Amen. Asanti kwa neema yako mtakatifu na upendeleo wako. Amen. Imefanya tuone siku ya leo Baba wetu na Mungu wetu. Amen. Twainua jina lako siku ya leo tukisema hakuna mwingine kama wewe. Amen. Pokea sifa, pokea shukrani katika jina la Yesu. Amen. Baba wetu twakuja mbele zako ndiposa Bwana wa rehema uturehemu na ututakaze na damu ya mwana Yesu Kristo. Amen. Chukua ushukani ndani yetu katika jina lako. Amen. Kwa maana wewe Mungu waweza na waweza yote, mfalme wa falme. Amen. Hakuna mwingine kama wewe, mfalme wa falme. Ndiposa Bwana twanyenyekea kwako siku ya leo. Amen. Tukisema ni asanti kwa ajili ya pumuzi Bwana. Amen. Asanti kwa ajili ya hewa Bwana mtakatifu. Amen. Asanti kwa ajili ya uzima Jehova ishie. Amen. Asanti mtakatifu kwa ajili ya wokovu. Pokea sifa na utukufu Jehova. Amen. Asanti kwa uzima wa roho na wa mwili. Amen. Katika jina lako litakatifu. Amen. Asanti kwa ajili ya wokovu wako Jehova. Pokea utukufu na heshima zote siku ya leo. Amen. Katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Asanti Mungu mtakatifu atakatifu. Amen. Bwana, twarete neno mikononi yako Jehova jile. Ndiposa Bwana ukaendelee kuchukua ushukani Amen. ndani yetu mtakatifu atakatifu. Amen. Ndiposa Bwana neno naiomba Mfalme ukaibariki siku ya leo mtakatifu. Amen. Ukaifafanue katika jina lako Bwana. Amen. Ndiposa Bwana ushughulikie zaidi akili zangu. Ndiposa kile utaachilia siku ya leo niache kuiachilia mfalme wa falme katika jina lako mtakatifu. Asante kwa maana wewe ndiye Mungu. Nategemea wewe Jehova ishie katika jina la mwana Yesu Kristo. Ndiposa Bwana ukanipe ufunuo uliotokana na wewe Jehova jile. Na kwa sababu Mungu wa rehema, hii mwili inapenda mambo ya dunia. Bwana mtakatifu, mfalme wa falme, nasema mwili kae chini ya utakatifu. Na ikawe chini yako Jehova ishie. Ndiposa Bwana niweze kutoa dhabihu iliyokubarika kwenye kiti ya enzi. Niweze kutoa neno lako iliyokubarika kwenye kiti ya enzi. Na nitasaidia watu wako Mfalme katika jina la mwana Yesu Kristo. Pokea heshima na utukufu Bwana katika jina la mwana Yesu Kristo. Mfalme wa falme, siku ya leo inainukia kazi yote ya ibilisi shetani katika jina la Yesu Kristo. Mfalme akashindwa kutoka siku ya leo na ufalme wake wote. Mfalme wa falme yote ikashindwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hekima yote ya kishetani ikashindwa katika jina la Kristo Yesu. Kazi yake yote ikashindwa katika jina la Yesu. Shetani nakwambia siku ya leo waachilia wateule wa Mungu katika jina la Yesu. Waachilia wale wanatakiwa kuokoka katika jina la Yesu. Ukatii jina la Kristo Yesu. Ndiposa ukawaachilie wengi katika jina la Kristo Yesu. Mtakatifu atakatifu, wale wateule washikilie Jehova. Ndiposa ukawadumisha Bwana mpaka wakati ya tarumbeta kulia katika jina la mwana Yesu Kristo. Asante Baba yetu na Mungu wetu. Bwana, maagenti wa shetani wale wanatumika kama wachawi wote wakashindwa katika jina la Yesu. Na kazi yao yote katika jina la Yesu. Bwana mtakatifu atakatifu, usikubali watu yako waangamie katika jina la mwana Yesu Kristo. Wasimamishe imara Jehova katika jina la Yesu Kristo. Na wale wamewekwa mambo ya magonjwa, Yesu Kristo ukawaponye Bwana katika jina la mwana Yesu Kristo. Chukua ushukani ukawaponye Jehova katika jina lako mtakatifu. Wale walio hospitali ukawaponye, wale walio manyumbani ukawaponye, walio jela ukafanye wawachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana wasamehe wale wametenda dhambi katika jina la Yesu. Injili yetu naiweka mikononi yako. Ukachukue nafasi Bwana. Roho yote ya kufinyisia Bwana mtakatifu diru naye ukiwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wale wanatoa wengine madhabahu ya kishetani Mungu diru na kila mmoja Jehova ishie. Ndiposa wajue ni wewe Mungu uishie milele. Na wajue hakuna mtu aliumbiwa
wae wakitesa kupitia madhabahu ya kishetani katika jina la Yesu. Kwa hivyo hiyo dhabihu ya kishetani yote tunashika jina la Kristo Yesu, tukifunja hiyo madhabahu ya kishetani katika jina la Kristo Yesu. Yote ikae imeshindwa na kazi yao yote. Na nimeomba Bwana ukachukue nafasi katika jina la Yesu, nimeomba na hata kuamini. Amen. Mwathani arogoso. Tuko na neno lilie ndani ya Ufunuo 13 na hiyo ingine iko ndani ya Ufunuo 2 kuanzia hapo. Mwathani arogoso. Ufunuo 13 kuanzia hapo na Mwanzo 2. Mwathani arogoso. Na wacha tusome. Nayo egethie rogama muthaga ine wa iria riria inene. Ningi ngiona nyamo 10 iria theine na hia 10 na mitwe mugwanja na hia ine ciayo ikagea na manage ma unene 10. Mwathani arogoso. Amen. Kigo kirauga atiriri, Yohana wakati alikuwa naona, inasema akaona nyoka mmoja ametoka baharini ile kubwa akiwa na ukubwa wake, na wakati aliona ikawa imetoka kule baharini na baharini kubwa, na wakati ilitokea ikawa iko na pembe 7, iko na kichwa imeandikwa majina, na iko na mambo, yani inakaa ni kama maridadi, lakini ni kitu ambaye hakiwezi furahisha mtu na mwanadamu. Mwathani arogoso. Na kiwezi furahisha Mungu. Mwathani anene. Kwa hizo pembe zake siko na mambo, yani inakaa kama maridadi lakini sio maridadi. Hiyo ni 13 kuanzia hapo Ufunuo. Mwathani arogoso. Na inasema hivi, na kaona kwa hiyo mahali ilitoka kukatoka minyama 10, ama sio hivyo imeandikwa? Kukatoka minyama 10 kwa hiyo baharini kubwa. Kwa hivyo huyu mmoja alitokea na kukatoka zingine 10. Mwathani arogoso. Na inasema hivi, na wakati aliona paka kichwa yake kile kilikuwa kimeandikwa aje. Mwathani arogoso. Kikauga atiriri, ati nginya mutwe wa nyamu iyo ri juu ya hiyo kichwa kimeandikwa majina ya kutukana Mungu. Na wakati hii mnyama ilitokea ikaenda kwa ile nyoka kubwa, ikapatiwa ufalme na ikapatiwa nguvu zote na ukubwa yote. Mwathani arogoso. Na hiyo mnyama ilikuwa imekaa kama chui. Ndio Biblia inasema. Neguo kirauga. Ndio. Ilikuwa imekaa kama chui. Kwa hivyo ikapatiwa na hii nyoka mkubwa, ikapatiwa mamlaka yote na nguvu yote, ndipo siweze kutukana Mungu. Mwathani arogoso. Kwa hivyo mwenzangu, acha nikuulize, huyu mtu unafuatilia, huyu mtu umemfuata nyuma, hebu jiulize yeye ni nani? Mwathani arogoso. Huyu anakufanya ukosee, huyu anakufanya utende dhambi, huyu anakufanya ukose kukubali Mungu, huyu anakataza ufuate Mungu wako nyuma, huyu anakataza upate ukubali wokovu. Hebu jiulize huyu ni nani? Mwathani arogoso. Kwa sababu Biblia kama inasema ni mnyama, hebu jiulize wakati ako ndani yako utatusi Mungu na njia gani? Mwathani arogoso. Kwa hivyo hapa ni kujiuliza, mimi huyu ananisuia nikubali Mungu, huyu ananisuia nikubali wokovu, yeye ni nani? Mwathani arogoso. Ni huyu mnyama amepatiwa nguvu zote na majina ya kumtusi Mungu. Na ndio unaona siku hizi tuko watu hata wapatii wokovu heshima. Mwathani arogoso. Wanakaa wakitoa wokovu makosa, na wokovu ni Yesu mwenyewe. Mwathani anenehe. Unakuta kama umeokoka watu wanakutusi. Mwathani arogoso. Na sio wewe umejifanya uokoke. Ni vile maandiko inasema ati wewe ukate kauri upate wokovu, ama uikatae uende jikoni.
mwathani arogocwo Amen. koguo kiugo kiu gikiaria ndeto icio ri nigwetwiria mundu etwirie we muhonoku ka nduri muhonoku ujiulize nimeokoka ama sijaokoka nimefuata nani nimefuata Mungu na matendo yake mwathani arogocwo Amen. hiyo ingine iko ndani ya Mwanzo 2 mwathani arogocwo iraria uhoro wa uria Ngai arutire wira na uria athondekire thi na iguru uria ciathiaga mwathani arogocwo inaongea juu ya vile Mungu alifanya kazi yake na vile alifanya akaanzia kuumba na akasema na kuwe na akasema na kuwe mwathani arogocwo na inasema hivi na wakati alisema kuwe na dunia hapo inaendelea ikisema na wakati alisema hivyo akaanza siku ya saba akamalizia kazi yake mwathani arogocwo na wakati alimalizia kazi yake ikaendelea na kusema ati akafika mahali akasema hii inchi itakuwa na hii na hii mwathani arogocwo na inasema hata vile aliumba mtu na wakati aliumba mwanadamu akatengeneza upande ya mashariki inaitwa mashariki hii wakati kule jua inaendaga mwathani arogocwo waikine nasaidiwa na Roho Mtakatifu inaitwa mashariki upande ya mashariki maandiko inasema akaenda akatengeneza shamba na akaifence akaweka fence hiyo shamba na akaita Eden mwathani arogocwo na wakati alitengeneza hiyo shamba na akasema na kuwe matunda na kuwe na miti ya katikati ya uzima mwathani arogocwo ati akasema hivi na kuwe na miti ya uzima alafu na kuwe na miti iko katikati ya shamba mwathani anenehe na wakati alisema hayo akachukua Adam na akamweka pale mwathani arogocwo na akasema hii siku ya saba ameiteua na akaibariki mwathani arogocwo kwa hivyo inasema hivi ati wakati alichukua Adam akamweka pale na akampatia kile atakuwa kikula sababu alisema na kuwe na miti ya kila aina ya matunda ya kila aina na kukakuwa na matunda na ilikuwa inasema hivi ati hiyo wakati alikuwa anatengeneza mtu dunia hakukukua miti hata moja hakukukua miti hata moja kwa hivyo ilikuwa tembarare bila kitu ndio akatengeneza shamba upande ya mashariki ndio apeleke hii mtu wake awe akikaa kule mwathani arogocwo na wakati alipeleka huyu mtu ni nini ilirudi kuendelea mwathani anenehe hebu jiulize wakati huyu mtu alipelekwa na kaambiwa awe akikula matunda na asikule ile pale katikati nikiwe wewe uragia terere gatakatene nako mwathani arogocwo nigetha mutigage muwache kutenda dhambi mukisema ingine sio dhambi ni dhambi mwathani arogocwo mehia metagwo mehia na no nginya metwo mwathani arogocwo Adamu akawekwa pale na akaambiwa uwe ukikula na Mungu akawa anakuja na watembelea kila wakati anatoka kule na kaanga na kuja na anakuja anajionyesha mwenyewe ati yeye ndiye Mungu siku hizi ni nani anaweza kutembelewa direct ni Mungu mwenyewe Ngai ekegwere hena hinya pako ugumu kwa maana tumejijaza na mambo mengi tumejawa na mambo ambaye haistahili imetusunguka huku na kule kwa roho ndani unakuta mtu saikini anatenda tu mambo hivi akisema hii ni nyepesi hii sio mzito hii Mungu hata angalia nani alikudanganya wewe ulidanganywa ni nani ati Mungu hata angalia hiyo tudogo unasemaga ni tudogo Mungu atatazama na ifuatilie kwa sababu yeye ni mtakatifu na hata changanyikana na kitu ambaye sio kitakatifu mwathani arogocwo kwa hivyo angalia wakati alitengeneza shamba na akaweka mwanadamu pale na akarudi akaumba mtu na akamalizia na akampenda na akasema amenifurahisha alafu akamtengenezea mwenzake naye mwenzake ndio huyo shetani akatambua na akajua mumeambiwa msikule ile kitu iko karibu na katikati mwathani arogocwo na akajua
Kwa hivyo inaonekana shetani alikuwa karibu Adamu akipatiwa hii mawaidha asikule. Shetani alikuwa hapo karibu. Na akasikia Mungu akimwambia usikule ile miti iko pale katikati ya shamba, kwa sababu utajua ukweli na uongo, ama ukweli na mabaya utaijua. Mwathani arogosu. Amen. Na ndio shetani alikuja yeye mwenyewe akaambia Hawa, naye Hawa sijui alikuwa amepeleka mseme wapi, alikuwa ameondokea bwana yake. Shetani akamkuta pale alikuwa ameenda, na akajua huyu mama amewacha bwana yake mahali fulani. Mi sasa huyu ndio nitatagulia kudanganya. Mwathani arogosu. Amen. Wanawake wacheni kudanganywa. Mnajifanya wajigaje kudanganywa saa yote. Mwathani arogosu. Amen. Wacheni kudanganywa, na mnadanganywa na kitu ambaye haina maana. Mwathani enenehe. Amen. Na akadanganya Hawa, na akatenda ile kitendo alitenda na Hawa, na akamwambia kimbisha haraka sana kwa Adamu. Diposa shetani alikuwa najua hata kubali hawa watu wakae wakiwa watakatifu, na hata kubali waishi kwa ile shamba juu Mungu anakujaga kuwatembelea, na akajua ile njia atafanya ama atapitia ndio wakosane na Mungu, ndio Adam na Hawa wakosane na Mungu. Mwathani arogosu. Amen. Kwa hivyo akaharibu Hawa, akamharibu na akamtendea kitendo ya usharati. Mwathani arogosu. Amen. Na yeye akamkimbisha, akamweka haraka vile anakimbishanga mtu katende dhambi, na akamkimbisha na akamwambia enda kwa Adam na umwambie hii na hii, na umwambie ni sawa. Naye Adam juu hakukuwa anawekwa mawazo ya kukataa, juu hakukuwa anajua hiyo ni vibaya, akakula anakatenda. Mwathani arogosu. Amen. Kwa hivyo mwenzangu, acha nikuambie, hata ukiwa hii dunia usikubali mwanadamu akuje akudanganye na kitu ambaye unasikia ndani yako sio kizuri. Mwathani arogosu. Amen. Kwa sababu uongo na unafiki wanatembea pamoja. Todo higa ciothe, higa ile ikoragwo cie higa itiagaga maheni. Koguo maheni no nginya itwarane no higa. Mwathani arogosu. Amen. Na nikio mundu uyu ahingirwo higa nigetha hote kuninwo neheranio na Ngai. Na meheranio na uria wari muratawe muno makiria, kwa sababu Adamu alikuwa rafiki ya Mungu. Na diposa hapa alikuja kaulishwa, Mungu alisikia, maandiko inasema Mungu akiwa mbinguni alisikia ushirika wake na Adamu imekatika. Adamu hamuoni, kwa sababu macho ile ilikuwa ya ndani ilizibwa, ilifunikwa. Kwa hivyo hakuwa anaja anaona tena vile alikuwa anaona. Hata Mungu akikuja hakuwa anaona. Maandiko inasema alikuwa anasikia kukanyanga. Hii mkanyago vile kuna kanyagwa, anajua ndio huyo anakuja, lakini simuoni. Na hapo mbele ndio alikuwa anamuona na macho vizuri, na anajua huyu ni rafiki yangu Mungu. Mwathani arogosu. Amen. Kwa hivyo Adam akawa sasa ni mwenye dhambi wakiwa na bibi yake, na ikawa hakuna njia ingine ya kurudishwa kwa shamba. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati o hau ri Ngai niguo arakarire ona ni giko kiriko meka, na ririo nire ni giko kiriko meka na ni uthario riko meka ri, akimenya ndingeikarania nao ringi, akimwira hau Adamu, kuanzia saa hii ebu toka kwa shamba yangu, juu ile shamba ilikuwa takatifu. Mwathani arogosu. Kwa hivyo wangekubaliwa wakae kwa ile shamba, lazima wangefukushwa mahali patakatifu waondoke. Na niguo maikirio nja ya mugunda. Kiugo gikauga atiriri ati mugunda ucio wekirirwo tondu wari wa mirango iri, ilikuwa mirango mbili, upande ile ikawekwa moto, na upande ingine ikawekwa malaika na panga wa mwaki. Mwathani arogosu. Amen. Ni tondu andu acio ni mangeciririe gucoka, na nikio wonaga tiga ni Jesu wokire atucokie kuri Ngai. Tungiturite turi arume, tungiturite turegetwo, na nikio Jesu okire, nikio moranagia tugutuma u. Jesu akiruta we mwene kwa baba ni nguthie andu aya nigetha magatucokerera, andu aya nigetha magacoka kuri ithue, tondu ni matigithukanirio na ithue ni Saitani.
Mwathani arogocwo. Amen. Koguo Jesu agioka na akiruta muoyo wake nigetha tuhonokio ringi, nigetha turekerwo mehia na tuninirwo mehia na mahitia, tucokerere Ngai uria watumbite na tucoke kuri we mwene. Mwathani arogocwo. Koguo Jesu agioka kiruta kigongona gia gikuo kiari na ruo ruingi na maithori maingi. Mwathani anenehe. Na kinyururanio na gicambanio na gutwirwo mata na gutuo kindu hatari nginya kuhurwo na kwambwo, akiruta muoyo wake tucokerere Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai witu akoragwo mwega na akoragwo emwihokeku. Mundu wa thi niwe utari ehokeka. Mwathani arogocwo. Na ni wega tu twirute kwihokeka nigetha Ngai witu nake atuike mwihokeku thiini witu. Koguo Ngai witu ni mwihokeku na ni mwega na ndahana mundu. Mwathani akumio. Koguo turathi kurikia kiugo nigetha tuingire kigoco-ini na nigetha tugoce Ngai uria wama, nigetha tumukumie ni tondu gutire na ungi tiga we. Na kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati kindu giothe kina mihumo nikigoce Ngai. Kitu yoyote iko na pumus kimtukuze Bwana na kimusifu. Hivyo ndio Biblia husema. Kwa hivyo rafiki wangu mbarikiwe na Mungu awatendee mazuri na Mungu aweze tu kufanya. Tukikutana hii dunia ni sawa, tukikosa kutana tukutane biguni. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa sababu biguni tutaenda tukiwachana na dhambi na Mungu awatendee mazuri. Amen.